Jamani, shoga yangu kaenda kumroga bwanake, kichululu hakisimami tena. Jamani, anaomba anaomba ushauri. My dear, shoga yangu mimi ana bwanake kivuruge, bwanake pasua kichwa, bwanake jini mkata kamba. Sina nielewa vizuri. Bwana yule mwenye majivuno, bwana yule ambaye anapendwa. Yaani ni yule bwana ambaye anataka ukiwa naye umuite sijui daddy, umuite majina mazuri, umpetipeti, ukipika vipaji yale yeye hata kama hajanunua. Vipaji yale yeye, maisha mazuri. Sina nielewa vizuri. My dear, huyo dada siku moja akapoteza simu. Alipopoteza simu akamwambia yule bwana kwamba simu yangu imepotea. Na Simona alikuwa anaona kwamba hapatikani, akamwambia okay, mimi nitakununulia simu. Guess what? Akaenda kununulia kisoswadu. Akaenda kununulia kisoswadu, dada akamwambia wewe unajua mimi siwezi kuwa online, ile kimepanda kimeshuka. Akawa anamwambia basi baby don't worry, nitakununulia, lakini siku zikawa zinaenda. Dada akakutana na kaka mmoja. Huyo kaka ni rafiki wa rafiki yake ambao wanafanya kazi sehemu moja. Huyo kaka ana shughuli zake za kuuza simu na kukopesha simu. Akampa simu, ila akamwambia sikupi kwa kukopesha kama tunavyokopeshaga, ila utanilipa tu pesa taratibu. Binti akachukua ile simu. Siku hiyo kaenda kukutana na huyo shetani mkatakamba. Walipokutana, shetani mkatakamba akawa anamuuliza eti simu umetoa wapi? Umepata wapi hela kununua hii simu? Akamwambia nisijanunua, nimekopa, nitakuwa nalipa kidogo kidogo. Akamwambia sawa. Mind you, huyu ibilisi yeye ndio huwa anamsajiliaga shoga yangu hizi sim card, yeye ndio huwa anasajiliaga line. Hiyo usiku ibilisi akaja nyumbani. Kufika wakawa wameongea usiku. Kwanza mapenzi ya kushare password ndio kilichomponza huyu dada. Maana bwana yake alikuwa anamwambia wewe inabidi tushare password, mapenzi sio kitu gani. Na mapenzi ya kushare simu mpaka leo. Wakawa wameshare password. Siku hiyo usiku wakati wamelala, huyo bwana akamwambia naomba simu yako mara moja niangalie, kuna kitu nataka niangalie. Akampa simu. Binti anaamka asubuhi, simu haipo. Anamuuliza bwana yake simu iko wapi? Anamwambia eti simu ilikuwa hapa, mimi hata sielewi. Kidogo eti bwana jamani, mbona kama ile dirisha limefunguliwa hizo watakuwa wameingia? Akaanza kujifanya ana panic, anamwambia simu imepotea, watu watakuwa wameingia. Demo akamwambia no, haiwezekani, hiyo simu najua ni umechukua, utaniletea kazini. Demo akawa ameondoka. Ameenda kazini. Baadaye huyo mwenda wazimu akawa amemfuata hapo kazini. Demo anamuuliza simu iko wapi? Anamwambia eti hiyo simu hamna, simu imeibiwa, lakini usijali baby, nitakununulia nyingine. Ndio dada kusema Mungu wangu, simu nishapoteza. Lakini hapo mind you, simu zilikuwa mbili. Ilikuwa simu yake na simu ya huyo kaka. Na simu ya huyo kaka pia ni smartphone. Simu ya huyu mwenda wazimu haikuibiwa, ikaibiwa tu simu ya shoga yangu. Mchezo huo. Basi nakwambia, kumbuka si ndio yeye nimsajilia line. Ile siku jioni akaenda kumwambia eti baby line hii hapa nimeirenew, kwa hiyo line hii hapa endelea kutumia line kama kawaida. Karenew, kachomoa line kwenye ile simu na wewe. Yuko slow. Akachukua line. Sasa akawa anatumia kisosoni kama kawaida, akakutana na mbaba mshefa wa maana. My dear, siku hiyo mshefa anamwambia alikuwa anadaiwa kodi. Akampigia simu mshefa, akamwambia na shida ya kodi, kimpanda kimeshuka, kodi shilingi ngapi? Akamwambia milioni. Anatuma milioni, pesa inayeyuka fio. Message asante kwa kulipa deni imeishia hapo. Anashangaa message kwa kulipa asante kwa kulipa deni. Deni gani? Ndio kumpigia yule bwana. Yule bwana aliposikia tu sauti yake akakata simu, akamblock. Sio, naelewa vizuri. Ela ikawa imeenda hivyo. Akaenda akaongea na shoga yetu mwingine, akamuelezea kilichotokea nini. Akamwambia subiri wewe. Huyu kaka hapana, akakuibia simu. Bado tena umetumia milioni ya kulipa kodi, kaichukua na unampigia simu anakata. Which means yule bwana ni jambazi, tena intentional jambazi. Akamwambia tena kupeleka sehemu, akampeleka huko vijijini kwa babu. Kafika shamba huko, kaubabu kauliza imekuaje? Wakamwambia bwana huyu mbwa kaiba simu yangu na milioni kachukua, na simu sasa hivi hapokei message, hajibu, na hata pale kazini kahama haonekani, in short kavanish. Babu akauliza tumfanye nini? Binti akawa anaona huruma. Shoga yetu mwingine akasema hakuna cha huruma babu, ua vitu. Hicho ndio kitu cha maana, ua vitu. Pachu isipachuke. My friend babu akasema hiyo kazi ndogo sana, kaanza manyanga. Baada ya muda akamwambia haya, kwa heri. Sasa my dear, baada ya muda yule mbwa akawa anapiga simu. Wewe unajua mimi ndio nimekukosea, najua kutakuwa kuna kitu umefanya kwa sababu mimi sasa hivi kichururu hakifanyi kazi tena, akisimami. Binti akamwambia sio mimi sijafanya chochote. Anamwambia hamna, mimi hakuna mtu mwingine yote nilomkosea, wewe ndio ulilokuibia simu na wewe ndio ulilokuibia hiyo milioni, kwa hiyo mimi naomba unisamehe, nirudishie kichururu changu. Binti akamwambia sio mimi nilokuchukulia kichururu chako, kwa hiyo kacheza unavyochezaga. Unaambiwa sasa hivi ni zaidi ya miezi 6 bwana kazunguka katembea kila anapoenda, lakini wanaenda wanamwambia ulomkosea. Kwa sababu hiyo haikuwa sio uchezo kama mtu anaenda kukuroga tu bahati mbaya. Ni mtu ulimkosea akakufanyia hivyo. Kaombe msamaha. Yeye peke yake ndio mwenye uwezo wa kureverse hicho kichururu kisimame. Kamuombe msamaha. Ndio yupo anamuomba binti msamaha. Jamani, naomba nisamehe, najua nilikukosea, nilikuibia simu, nilikuibia milioni, niko tayari nitakulipa kidogo kidogo, pesa zenyewe nishatumia, nilikuwa najenga kwao, niliuza simu, hiyo pesa pia nishaenda kuongeza kwenye ujenzi, naomba nisamehe, nitakulipa kidogo kidogo. My dear, mimi nina roho mbaya. Nilimwambia dada block huyo mwenda wazimu. Sio, naelewa vizuri. Block. Akacheza anapochezaga. Jamani, binti anaomba ushauri. Alikuwa anaomba ushauri, jamani, amsamehe. Kichururu kifanye kazi tena au vipi? Nimemwambia block bwana.